Allah anasema kwenye aya hiyo, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni nani ambaye atamtengea katika mali yake, atenge sehemu katika mali yake iwe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, mgao, aseme hili fungu katika mali yangu natoa kwa ajili ya Allah, ape maskini, na hata atoe fungu hilo litumike katika mambo ya khairi katika Uislamu. Allah anasema, na ikawa ni mgao ni mzuri, ikawa mgao mzuri, qardan hasana. Allah anasema fayudha'ifahu lahu adhafan kathira, Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kwa kumpa nyongeza nyingi sana. Ametoa moja, lakini Allah muongezee sana katika kumlipa. Wallahu yaqbid wa yabsut, na Allah ndiye huzuia mtu asipate, na pia ndo mkunjulia mtu apate. Wa ilayhi turja'un, na sote marejeo yetu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ilipoteremka, ndani ya hii aya Allah alitumia maneno ambayo ni man dhal ladhi yuqridu. Katika lugha ya Kiarabu al-qardu maana yake ni mkopo. Kwa Allah akawa amemaanisha kuwa Muislamu yeyote anatakiwa katika mali yake atenge sehemu katika mali yake iwe itakuwa ni sadaka, aitoe kwa ajili ya Allah, awape maskini, awape wale wanaostahili kupewa sadaka, lakini pia atumie sadaka hiyo katika mambo ya khairi. Kwa hivyo Allah akawa ametumia maneno ya mkopo, kwa kuwa atakayefanya hivyo atakuwa amehakikishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa atalipwa kile ambacho amekitoa kwa ajili ya Allah kwa uhakika, bila ya kuwa atakosa malipo yake. Tena malipo hayo atayapata na nyongeza nyingi sana, sawa na vile mtu akikopa huwa ni lazima alipe, na akiwa amekopesha ni lazima alipwe. Basi ile mali uliyotoa kama sadaka, mfano wake ni kama mali uliyotoa kwa kukopesha, lazima utaipata mali hiyo imekurejelea. Lamma nazalat hadhihi al-aya, aya hili ilipoteremka, qalat al-yahud, mayahudi walisema, inna Allaha faqirun, hakika Allah ni maskini, yastaqridu minna, imefika kiwango cha kuwa anataka mkopo kutoka kwetu sisi Mayahudi, wa nahnu aghniya, na sisi ndio matajiri. Kisha wakaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mayahudi hao wanamwambia Mtume, iftaqara rabbuka, Mola wako amefukarika, amefilisika mpaka kwa sasa ni maskini, ni fakiri kabisa. Fasaala ibadahu alqardha, akawa ni mwenye kuomba waja wake mkopo. Maneno ambayo Mayahudi wanasema wanajua anachomaanisha Allah, lakini wanasema hivi kwa sababu ya kejeli, kwa sababu ya dhihaka, istihza na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu Mayahudi, aya ya 181 kwenye suratu Ali Imran. Allah akasema, laqad sami'a Allahu, kwa hakika bila shaka amesikia Allah subhanahu wa ta'ala, qawla alladhina qalu, maneno ya wale waliosema ambao ni Mayahudi, inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, kwa hakika Allah ni fakiri na sisi ndio matajiri. Sanaktubu ma qalu, hayo waliyosema tumeandika, hayatofutika na watakuja kulipwa nayo. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa tabia Mayahudi. Wameelewa anachosema Allah, lakini wanataka kuingiza ndani kejeli na dharau na istihza, mzaha. Na Allah akasema kuwa hayo maneno yao ameandika na yatakuja
kulipwa siku ya kiyama walipo waliosema hivyo. Maana ya Allah kusema hivyo ni kuwatia motisha na morali na kuwafanya waislamu wawe na bidii kwa kutoa mali yao kwa ajili ya Allah, wakijua ya kuwa kile tulichokitoa, kama vile mtu akikopesha huwa hakipotei, kinamrejelea. Basi ndio hivyo hivyo pia kile ulichompa Allah hakipotei, lazima kitakurejelea. Lakini Allah akazidisha, akasema ya kuwa atakuzidishia wakati wa kukurejeshia hicho ulichokitoa kwa ajili yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min yawmin, hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, ana Abi Huraira. Mtume anasema, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani, hakuna siku yote ambayo huwa ni asubuhi na kumepambauka isipokuwa kuna malaika wawili hushuka. Fayaqulu ahaduhuma, mmoja wao anasema, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allah mpe yule mwenye kutoa badala. Wayaqulu al-akhar, anasema mwingine, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Allah mpe yule mwenye kuzuia na kunyimana kufilisika na hasara. Kwa hivyo hii ni moja katika faida za Muislamu kutoa mali yake kwa ajili ya Allah, sadaqa. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa faida kubwa ambazo Muislamu atazipata kwa ajili ya kutoa sadaqa kwa njia ya Allah, hadithi iliyopokewa na Imam Tabrani na Imam al-Baihaqi, na hadithi ambayo ni hasan isnaduhu, an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, inna sadaqata tudfi'u an ahliha harra al-qabri. Mtume anasema kwa hakika sadaka huwa inazima na inatuliza kwa wale wenye kutoa sadaka lile joto la kabrini. Yani pale kabrini huwa kuna mateso makubwa zaidi ambayo mtu anayapata. Hasa mateso hayo huwa yanatulizwa kwa atakayeingia kabrini, na kitakachokuwa chenye kutuliza hayo mateso ni sadaka yako. Kisha Mtume akasema, wa innama yastadhillu almu'minu, na si vinginevyo hakika mu'min atakuwa ni mwenye kukaa chini ya kivuli yaumal qiyamati, siku ya kiyama, bisadaqatihi, yani kwa ajili ya sadaka yake. Wa innama yastadhillu almu'minu yaumal qiyamati bisadaqatihi, hakika mu'min siku ya kiyama atakuwa chini ya kivuli ambacho kimesababishwa na sadaka yake. Wakati ambapo watu wengine kabisa wanaungua na jua kali na joto kali, wewe uko chini ya kivuli, na hicho kivuli ni kwa ajili ya ile sadaka ambayo ulitoa. Hadithi nyingine ipokewa na Imam Tirmidhi na Sheikh Albani akasema ni hadith hasan, an Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema ya kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake alisema, inna sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb, hakika mtu kutoa sadaka huwa inapunguza na kuzima ile ghadhab, yani hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah amemkasirikia mja wake na ikawa mja huyu anatoa sadaka, ile hasira ya Allah huwa inafutwa na inazimwa na ile sadaka. Kisha akasema Mtume ya kuwa watadfa'u almaitata as-su, na hakika sadaka huwa inamuepushia yule mwenye kutoa sadaka kifo kibaya. Hadithi mpokewa na Imam Tirmidhi kutoka kwa Anas bin Malik. Lakini pia hadithi kama hii impokewa na Imamu al-Hakim, na isnad yake ni sahih, kutoka kwa huyo sahaba ambaye Anas bin Malik radhiallahu anhu, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa sanai'ul ma'rufi, kule kutenda wema, ikiwemo kutoa sadaka na mema mengine, taqi masari as-su'i wal halaka, huwa
kuna muepusha mtu katika kule kujipata na kuingia katika sehemu mbaya na maangamivu na balaa. Kisha mtume akasema wa ashabul ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Tunakasema na wale wenye kufanya mema hapa duniani ndio watakuwa pia wema huko akhera. Hii ni kuonesha umuhimu wa Muislamu kuwa na moyo wa kutoa sadaka. Na hili ni jambo ambalo kuna baadhi ya Waislamu hawaoni umuhimu wake. Lakini kwa hakika ndugu zangu Waislamu, sadaka na zaka na Muislamu kutoa kwa njia ya Allah ni jambo ambalo lina faida kubwa sana kwa Muislamu huyo anapofanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na Sheikh Albani akasahihisha hii jumla ya hadithi hii, akasema kuwa dau mardhakum bisadaqa, tibuni wagonjwa wenyu kwa kutoa sadaka. Yaani ukimtolea mgonjwa wako sadaka, hapo huwa ni kama umempa dawa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamponya huyo mgonjwa wako kwa ajili ya sadaka uliotoa, ili Allah subhanahu wa ta'ala amponye. Ndio sababu Sheikh Ibn Uthaymeen, Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, aliulizwa kuhusu hukumu ya mtu kutoa sadaka kwa nia ya kuwa Allah amuondolee balaa na Allah amponye. Je, hukumu yake ni nini? Faajaba rahimahullahu ta'ala, akajibu Allah mrehemu, bijawazi sadaqatil insani biniyati daf'i dhurri almaradhi wa tafriji alkurabi an nafsi wa an ghairihi, ya kuwa ni sawa na inakubalika kutoa sadaka kwa nia ya kupata shifa, yani Allah kuponye kwa ile sadaka ambayo umetoa, unatoa kwa nia hiyo, na hata kwa nia ya kuwa Allah kuondolee balaa ambazo ima zimekufika ama zingekufika. Ile sadaka inakuwa sababu ya Allah kuepushia balaa hizo zote. Kwa hivyo ni muhimu kukumbushana kuhusu ibada hii ambayo ni ibada kubwa zaidi ya sadaka, ili kila mmoja wetu ajihisi ya kuwa kwa hakika ana umuhimu wa kutekeleza ibada hii ya kutoa sadaka katika mali yake. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mali na katika mali yetu tuweze kuwa na moyo wa kutolea sadaka kwa ajili ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Yaqulu الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kinaitwa Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi' Al-Kalim At-Tayyib, anasema kuwa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban, hakika sadaka ina athar ya ajabu, ani inasababisha mabadiliko ya ajabu zaidi. Fi daf'i al-bala'i wal mihan, katika kule kumuepushia aliyetoa sadaka balaa wal mihan, na matatizo ya kiulimwengu. Hatta wa in kanat min fajirin au dhalimin, hata kama yule aliyetoa sadaka ni mtu ambaye ni fajir, ni mtu muovu, au dhalimin, ama hata ni mtu ambaye ni dhalimu, hivyo hivyo pia ile sadaka aliyoitoa inamwepushia balaa ambazo zingemfika ama balaa ambazo zimemfika. Anasema Ibn Qayyim hivyo. Kisha akasema fa inna Allah, kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yadfa'u biha an ahliha, Allah subhanahu wa ta'ala huwa yadfa'u, anaepusha biha, kwa ajili ya sadaka, an ashabiha wa an ibadihi, kwa ajili yani kwa wale ambao ni wenye kutoa sadaka ile, ambao ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, anwa'an,
min albalai, ani sampuli nyingi za balaa, bifadlihi, kwa fadla Allah, wa rahmatihi, na rehema Allah, thumma bisababi sadaqatihi, kisha pia kwa sababu ile sadaka ambayo huyo aliyekuwa na bala hiyo aliitoa, Allah anamuepushia bala hiyo na anamuepushia matatizo hayo. Haya ni maneno ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, wakati mwingine unaweza kutoa sadaka lakini usijue ni bala gani ilikuwa ikupate, lakini ile sadaka ikawa sababu ya ile balaa kuepuka. Na pia kuna wakati Muislamu anaweza akawa katika balaa na mtihani na misukosuko, lakini pia hata maradhi, na ukatoa sadaka, na ikawa ile sadaka ni sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuondoa katika maradhi hayo, bifadlihi wa rahmatihi. Mwisho kabisa ndugu zangu Waislamu, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, kuonesha umuhimu wa Muislamu kutoa sadaka, na hasa ikawa sadaka ambayo itakuwa ni yenye kuendelea. Mtume anasema, idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalathin, kila mwanadamu akifa amali yake inakatika isipokuwa amali 3 nabakia. Sadaqatin jariya, Mtume anasema hivyo, sadaka yenye kuendelea. Umekufa na ulitoa sadaka, mfano kama hapa tunapojenga madrasa, ukatoa hata kama ni simiti mfuko moja, ukatoa hata kama ni elfu yako moja, ikajenga hapa, na hilo jiwe likawa limebakia hapa miaka umeshakufa, Mtume anasema kuwa hizo thawabu zinaendelea kuandikiwa kwa hilo jiwe ambalo ulitoa. Au ilmin yuntafau bihi. Pili, ama elimu ambayo wewe ukawa sababu ya hiyo elimu kumfikia yule aliyefikiwa na elimu hiyo, na ikawa ni elimu yenye manufaa. Kwa hakika kila atakayechangia kujenga madarasa, bila shaka hapa amechangia elimu kumfikia yule mtoto atakayesoma hapo. Hiyo elimu ikimfaidi, na kile inapofaidisha wale watakaofaidika na elimu hiyo, pia unapata malipo. Mtume akasema, au waladin salihin yad'u lahu. Jambo lingine ambalo pia malipo yake yakatiki ni ikiwa mzazi amezaa mtoto na akamsomesha huyo mtoto dini, ikawa sababu ya huyo mtoto kuwa ni mwema, akawa anamuombea mzazi wake, basi pia malipo hayo hayakatiki, unaendelea kupata licha ya kuwa umekufa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunakumbusha mambo haya kwa sababu pia kukumbushana umuhimu wa kutoa sadaka, sababu hii ni sadaka. Lakini pia tujue kuwa tunapotoa hatupotezi chochote, bali ni akiba tunajiwekea hapa duniani kwa ajili ya yale ambayo yanaweza katupata, na sadaka ikatuokoa, lakini pia akhira ndio zaidi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha